kubwa zaidi ni mkutano huu ama siku ya Kiswahili duniani. Kama unavyojua ni siku ya mapumziko hapa Paris, kinachoendelea katika makao makuu ya shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulika na masuala ya elimu, sayansi na utamaduni UNESCO. Waswahili wamejazana hapa pamejaa, na nakutana na Mswahili mwenzangu hapa, nataka tuzungumze naye. Huyu Mswahili ananiambia nasikia unatokea nchi tatu wewe. Kwa jina naitwa Ramadan Masumbuko. Mimi ni mzaliwa wa DRC, nimekomea Tanzania na kwa sasa naishi Canada. Ngoja tukae kidogo kwa hivi Ramadhani. Sasa Ramadhani Masumbuko, hebu tuambie Kiswahili upo Canada, na nimekuja hapa kwako, unaitwa Uswahili International. Nini maana yake? Uswahili ina maneno mawili. Kuna ambao ni umoja au kwa Kiingereza united, na Uswahili ni waongea Kiswahili, yani umoja wa waongea Kiswahili. Tunajua Tanzania watu wanajua Uswahili kama yale mambo ya Uswahili lewa kazini. But sisi tunaichukua kwenye positivity, tumeitoa kwenye negativity na kuifanya kwa identity. Kazi yetu sisi ni kwa sababu ya lengo letu kuu ni kuunganisha bara la Afrika kwa lugha hii moja ya Kiswahili. Kwa hiyo ndio maana tuko kwenye matawi mengi, makao makuu Kenya, tuko Tanzania. Umetapakaa hivyo? Ndio, Tanzania, tuko DRC, South Africa, Marekani, na hapa leo tumeacha Uswahili hapa Ufaransa leo Paris. Sasa lengo zetu chini hapa tunayo mambo matatu. Tunafanya amani, umoja na maendeleo. Katika amani tunafanya mijadala ya kuunganisha majamii na nchi, mataifa kwa ajili ya kuweza kuleta amani. Tunaamini lugha ni chombo kikubwa sana kwa ajili ya kuweza kuunganisha watu kwa mapatanishi na kuweza kuleta amani. Katika maendeleo tunatoa rasilimali za kielimu, kutafuta walimu na kuweza kuunganisha walimu na wanafunzi ambao wanapaswa kujifunza Kiswahili. Vile vile tunafanya nini? Tuna link vijana wa East Africa na investors na entrepreneurs, kwa sababu walio wengi vijana wetu ambao wako huku magharibi, nchi za magharibi, wanafanya kazi za warehouse kwenye manufacturing, yani hizi kazi tu za hapa na pale. Wengi hawako kwenye ujasiriamali au uwekezaji. Kwa hiyo sisi tunawalink, tunatafuta entrepreneurs na investors, tunawalink na vijana wetu. Wale watu wanafanya mentorship na tunawatafutia capitals ili nao wapate kusimama kama vile entrepreneurs. Ili wakipata hiyo, tunaamini kwamba bara la Afrika litafaidi, watapeleka bidhaa Afrika na ajira litapatikana. Hiyo ni kwenye development. So kwa kifupi, hiyo ndo kazi ambayo sisi tunaenda kuifanya, na vile vile lengo letu kuu ni kuwezesha chuo kikuu cha Uswahili ambacho kitawekwa Nairobi ili kufundisha watu fani zote kwa lugha ya Kiswahili. Najua ni kitu kubwa sana. Tumefanya hivyo kwa nini? Vijana wengi, mimi nina ndugu yangu alikuwa anataka awe mlimaji bora, lakini aliposhindwa mtihani wa lugha ya Kifaransa ile ambao wanaita interest exam ya language, ndoto zikaishia pale. Na hiyo inakuwa ni sababisho la bara la Afrika kukosa rasilimali za binadamu. Kwa nini sasa akili inapotea? Ndio, kwa nini wasifunzwe haya yote vitu kwenye lugha yetu? Inabidi twende kufanya advocacy ili kutetea Kiswahili kipate fursa ya kufanya chuo na watu wafunzwe kazi kwa lugha ya Kiswahili kwenye vyuo vikuu. Hilo Masumbuko unaliona linawezekana? Kwa sababu hofu, unaishi Canada, hofu ya kwamba wakijifunza kwa Kiswahili watashindwa kufika mlipo nyinyi Canada, watashindwa kuja Ufaransa kwa sababu pengine hawatojua lugha nyingine. Unajua, mimi nilipokuwa nakomaa, hii siongei kwa nia mbaya, tulikuwa tunakomaa, wazazi wetu wanatuambia mtoto wangu soma, utatupeleka wapi Ulaya? Kwa hiyo tukifunza, ukiangalia elimu yetu kule ina mfumo wa kufundisha watoto waje wafanye kazi Ulaya, waje wafanye kazi huku, sio kubaki nyumbani, kwa sababu watena wanatafuta mahali ambapo lugha ile inaongeleka. Ndio kwa maana ukiona watu ambao wamesomea DRC wanaenda wengi wapi? Ufaransa, Ubelgiji. Waliosomea wapi? Kenya, wako wapi? UK, sehemu na USA. Sasa sisi kwa nini watu wakisomea kwa Kiswahili watatafuta wapi kazi kwenye nchi ambazo ziko na Uswahili? Wapi? East Africa. Kwa hiyo ni maono makubwa sana ambayo tunahitaji kubadili na kuweza kusaidia pia bara la Afrika. Watu wengi wanaangalia tu ni tupane mikopo, tufanye vitu vingine, lakini hawaangalii base au foundation, msingi uko wapi. Mimi naitwa Ida Hajivayanis na ni mhadhiri mwandamizi chuo kikuu cha SOAS University of London. Chuo hicho kimekuwa kinafundisha Kiswahili tangu mwaka 1916. Kwa hivyo kwa lugha ambayo imekuwa ikifundishwa magharibi kwa zaidi ya miaka 100,
bila shaka kina nguvu ya kupeleka simulizi kote duniani, bila shaka ndio. Na sasa hivi tumeshaanza kuona, unajua hivi karibuni tumeona kwamba kuna tafsiri za Kezi Lahabi zimetafsiriwa Marekani, nafikiri zimekuwa published na Yale. Tumeona pia kazi za Shaban Robert zikitafsiriwa, kazi za Shafi Adam Shafi kwenda kwenye Kiingereza, lakini pia kwenye filamu. Kwa hivyo bila shaka tuna hazina kubwa ambayo inabidi ipelekwe kule nje sasa, bila shaka ndio. Yeah. Na vipi, tunasema Kiswahili kina nguvu, kinazidi kuongezeka, lakini je, unafikiria kwamba Kiswahili kinaweza kikapambana na kutanua mabawa yake kushindana hizi lugha kubwa? Sasa kuna kitu kimoja ambacho watu wengi hawapendi kusikia, ambacho nafikiri inabidi labda tukubali. Nalo ni swala la umiliki. Sisi hapa kwa muda mrefu tumetaka Kiswahili kiwe kile Kiswahili kinachozungumzwa mwambao ndio Kiswahili sahihi. Lakini kama tutakubali kwamba Kiswahili kitakuwa, kitapanuka, kitazungumzwa Kongo, si tu pale Kivu, lakini kote Kivu, Burundi kote, kitakwenda Urusi, kitakwenda Colombia, basi kile Kiswahili kitachukua misamiati, kitachukua utamaduni kutoka hii sehemu tofauti pia. Na kikifanya hivyo ni kama Kiingereza. Kiingereza kimeanza ni kisiwa kidogo sana, lakini kimeweza kutanuka kutokana na bila shaka ukoloni walioufanya. Lakini pia sisi hapa sasa hivi nafikiri tuna nguvu ya kuwa na lugha ya Kiafrika ambayo ni lugha ya watu wote wa Kiafrika. Masumbuko, sasa mtuambie, Kiswahili kinapambana hivi sasa kuzidi kuenea. Unafikiri Waswahili wenyewe wanakiheshimu, wanaridhika na au wanakiharibu Kiswahili? Waswahili wanakipenda, lakini wana uoga wa kuweza kukiexpose. Mimi nakupa mfano, nimefanya kazi katika sekta za uhamiaji nyingi sana. Unakuta mtu ni Mswahili, anakuja kuliko aongee Kiswahili anataka aongee Kizungu, na anapoongea anashindwa kujitetea vizuri. Lakini Mchina akija, Mwarabu akija, yeye anasema tu kwa Kiarabu, na akikosa mkalimali hatofanya interview. Kwa hiyo ni sisi Waswahili kuweza kuenforce hiyo. Kama hakuna mtu wa kuongea Kiswahili, mimi sifanyi hiyo interview. Na umefanikiwa katika hiyo? Ndio. Wa vijana wengi kwa saizi wanaongea Kiswahili, na tunawaambia iweni mujisi kabisa samani sana. Ukiongea Kiswahili ujisi una samani, kwa sababu Kiswahili si lugha ya asili, ni lugha ya kimataifa. Inabidi tuichukue na kuipatia samani kubwa sana katika taasisi zote zile, hata kwenye mitihani ya driving, hata kwenye mitihani yoyote ile ya kufanya shule na mambo mengine, inabidi tukue tunaomba Kiswahili ili wakuwa wanatupatia hiyo fursa. Hebu tumalizie hili sasa. Katika mawasilisho limewasilishwa moja kwamba Kiswahili kinaweza kikaenezwa na kikasambazwa na teknolojia ya akili unde. Na wanataka waelekee kwa meza Kongo. Hili unalizungumziaje? Hilo ni swala kubwa sana. Kitu ambacho naweza nikakwambia kabla sijajibu hapo, umeshazoea haya makongamano. Sasa baada ya kongamano kuna nini ambacho kinafanyika? Hiyo ni jukumu la serikali. Ndio maana sisi Uswahili tunakuja kuwajibika, execution. Watu wanaongea kwenye kongamano, tunamaliza na tunaondoka. Wafanya watenda kazi sasa ndio hawapo. Kwa hiyo Kiswahili kikipata fursa kwenye akili unde, itakuwa ni njia mojawapo ya innovation ambayo itaweza kusukuma vile vile jamii la Afrika Mashariki na Afrika nzima katika maendeleo. Because nikwambie neno moja, hakuna maendeleo yanaweza kufanyika bila lugha. Kwa nini? Kwa sababu mtu wa Senegal hataweza kufanya biashara wapi Burundi, au hataweza kufanya biashara wapi Nairobi. Kwa nini? Kwa sababu hapa wanaongea Kiingereza, kule ni Kifaransa, huku tuna Kiswahili, kule wanaongea Wolofu. Lakini sasa kama tuna lugha moja ya Kiswahili ambayo inatunganisha Senegal, unakuja Tanzania, unaenda Malawi, unapanda Morocco, uko na free trade. Kwa hiyo lugha iko connectivity, inaunganisha na inafanya maendeleo yawe kirahisi zaidi sana. Na ndio kwa maana akili unde katika hii lugha ya Kiswahili ni kitu muhimu zaidi sana, na ambacho kitatusaidia sisi kuweza kufikia malengo makuu ya maendeleo endelevu ambayo dunia mzima inataka kuona Afrika ipo ndani. Unajua, aliposhinda Nobel Wole Soyinka alisema kwamba sasa ni wakati wa kuwa na lugha ya Afrika, na lugha yenyewe ni Kiswahili. Yeye ni mtu wa Nigeria. Unapokuwa na Waafrika wenyewe wakikubali kwamba lugha hii ndio lugha inayoakisi ukweli wa Mwafrika, ni lugha ya Kibantu, ni lugha ambayo imeweza kusafiri
kwa karne kadhaa, bila shaka mimi sina wasiwasi kabisa, na kama nilivyozungumza hapa kwenye kongamano leo kwamba sasa hivi tunaanza kuona kwamba Kiswahili kinaanza kufundishwa katika hatua ya lugha za kimataifa. Nimeshirikiana na Alliance Francaise ya Dar es Salaam kama mshauri. Sasa hivi wamefanya vitabu vya kufundisha A1 level, ambayo ndio level ya Kiulaya ya kufundisha lugha. Kwa hivyo polepole tutakwenda AB, tutakwenda. Kwa hivyo bila shaka sasa hivi tumeshaanza kuingia kwenye nafasi hiyo. Unawaambia nini Waswahili? Leo ndo siku ya Mswahili. Waswahili unawaambia nini? Waswahili tujivunie Kiswahili chetu. Nyinyi nyote ni watu wa jamii ya Uswahili. Muwe huru kuongea Kiswahili na sisi wenyewe tujipatie thamani ya Kiswahili mahali popote ulipo. Jitambulishe ili ongee Kiswahili, hata mzungu mfunze hata neno moja, kwa sababu pia wana hamu ya kuweza kujua lugha zetu. Tusiwe tunajifunza sana na kujiweka, unajua sisi tukisha kuja nje au tukikutana watu wa nje tunajiweka sana tunajua Kizungu. Ongea lugha ambayo utakuwa na uwezo wa kujitetea kwa uhuru bila kuwa na nani, na hiyo inaweza kukusaidia hata kwenye mambo ya uhamiaji, kwenye kazi, kwenye mambo fulani. Sema najua lugha ya Kiswahili na mwajiri ataelewa, kwa sababu yeye ana haja ya mtu ambaye anajua kuandika, na kama unamwambia Kiswahili atakupatia rasilimali za Kiswahili, na hiyo itakuwa inasaidia. Kwa hiyo tujihisi na tusherekee Kiswahili chetu, kwa sababu hiyo ni identity, hiyo ni anwani yetu sisi kama vile wa Afrika, na sisi kama vile ukoo wa kutoka Afrika, African Descendant Heritage. Na heritage yetu ni moja, ni lugha, si rangi, kwa sababu kuna Wamarekani weusi wapo, lakini kitu moja tu kinakutambulisha sisi kama Maafrika ni linguistic representation, na hiyo ni Kiswahili. Lakini kubwa zaidi kinachozungumzwa hapa katika makao makuu ya shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulika na masuala ya elimu, sayansi na utamaduni UNESCO ni Mswahili na Kiswahili, na nguvu hivi sasa zikielekezwa katika masuala mbalimbali ya kimataifa kuzungumzwa, na hasa pia katika masuala ya kidigitali na teknolojia. Tunapokuwa tunazungumzia tarehe 7 mwezi wa 7, yaani kwa maana tarehe 7 ya lugha adhim, lugha aushi, lugha ya Kiswahili, chumba hiki hutoacha kukizungumzia. Ili kulitazama hilo na fursa nyinginezo kutokana na lugha adhim, lugha ya Kiswahili, hapa naungana na Profesa Aldin Mutembe, miongoni mwa watu ambao pia nao wameingia katika historia ya kuhakikisha kwamba Kiswahili kinapata siku yake. Profesa, kwa yule mtu ambaye afahamu umuhimu wa chumba hiki katika lugha ya Kiswahili, hasa ile tarehe 7 mwezi wa 7, uko namna gani? Naam, asante sana Bwana Kambaya. Chumba hiki kwa kweli ni muhimu sana, kwa sababu hapa ndipo palipofanyika majadiliano, hapa ndipo palifanyika malumbano, watu wakikataa, baadaye hatimaye wakakubali ili lugha ya Kiswahili iwe na siku rasmi katika kuadhimisha siku ya kimataifa. Kwa hiyo nakumbuka mimi mwenyewe nilikuwepo, wale balozi waliokuwepo wakati ule, viongozi mbalimbali waliokuwepo na mabalozi wengine waliokuja kumuunga mkono balozi wa Tanzania na hatimaye kushawishi UNESCO ikubali tarehe 7 kwamba iwe ndio siku ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo ukumbi huu nashukuru Mungu kwamba tumerudi tena kuadhimisha hiyo sherehe ya 7/7 kwa ajili ya Kiswahili. Miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa vikitazamwa katika lugha ya Kiswahili, siwe tu lugha ya mawasiliano mapana, lakini pia lugha ambayo inaingia katika swala zima la uchumi. Hili unatazama namna gani? Kwa sababu mwanzo wa ngoma ni lele. Je, katika mwanzo wake, je, tunaona kuna ndoto ama kuna fursa chomoza watu wazaona hapo baadaye? Naam, asante sana. Sasa hivi lugha inayotumika sasa hivi wanasema ni kubidhaisha Kiswahili. Lakini kwa kweli maana yake ni kukifanya Kiswahili kiwe bidhaa. Lakini lengo lake nini? Ni kwamba mtu akitumia lugha ya Kiswahili ama kwa kuwasiliana au kwa kufanya chochote kuhusu lugha ya Kiswahili iweze kumletea faida, iweze kumletea fedha mfukoni mwake, mtu binafsi na hatimaye nchi au jamii ya wazungumzaji wa Kiswahili. Kwa hivyo hata lengo la serikali sasa hivi ni kwamba tunapopeleka Kiswahili nje ya wale wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili, tunakipeleka kwa msingi mmoja wa diplomasia ya lugha iweze kuingiza kipato katika nchi. Kwa hiyo tunapoona tumefika hapo Ufaransa, maana yake ni kwamba tumefika pia sehemu mbalimbali Ulaya, ni jinsi gani tukavyoweza kushirikiana na mashirika mbalimbali na asasi mbalimbali na vyuo vikuu ili kuleta kukifanya Kiswahili kiweza kuleta mapato na kujenga uchumi wa Tanzania.
Tumeona hii leo katika mawasilisho mbalimbali ambayo yamewasilishwa hapa katika ukumbi huu tena. Kuna watu ambao wamewasilisha mawasilisho kwa lugha ya Kiswahili ilhali wao si asili yao si katika mataifa ambayo yenye lugha ya Kiswahili. Hii ina maana gani? Naam, asante sana. Kwanza kuna watu wamewasilisha maswali na makala zao kutoka nje, kutoka bara la Ulaya. Acha Afrika. Kuna ambao wametoka bara la Ulaya. Kwa mfano, umemsikia mtu kutoka Uholanzi, umesikia mtu kutoka Ujerumani, umesikia mtu kutoka Austria, kutoka Ubelgiji, hapo ni Ulaya. Na tumepata pia watu kutoka Norway ambao wamekuja hapa. Kwa hiyo inamaanisha kwamba lugha ya Kiswahili imeanza kukubaliwa sasa, kwamba wanapoangalia Waafrika wanaangalia lugha ya Kiswahili. Inatoka nje ya mipaka ya Afrika Mashariki, inatoka nje ya mipaka ya Tanzania, inakuwa ni lugha ya Afrika. Na ndio maana kuna kamisheni ya Kiswahili ya Afrika. Achia mbali kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki. Iko kamisheni ya Kiswahili ya Afrika ambayo inataka kuweka matukio au kuangalia lugha ya Kiswahili iweze kufanyika kweli kwamba ni lugha ya Afrika. Lile azimio la Umoja wa Afrika kwamba iwe ni lugha ya kazi na lugha rasmi iweze kufanya kazi. Kwa hiyo tunapoangalia watu mbalimbali wanaweza kuzungumza lugha ya Kiswahili na wao si wazaliwa wa eneo la Waswahili. Tunasema ukiona vyaelea vimeundwa. Tanzania imeunda sana mambo hayo na sasa inaanza kupata faida yake ya kuunda. Asante sana Profesa. Nashukuru sana. Asante Profesa, maliza kwa kusema kwamba ukiona vyaelea ujue vimeundwa. Shukrani sana. Kama unavyofahamu, katika ulimwengu wa sasa si kila nchi inatumia peke yake nguvu za kiuchumi au nguvu za kijeshi katika kuimarisha ushawishi wake. Wapo wanaotumia kinachoitwa kwa Kiingereza soft power, kwa maana sasa sijui kama itakuwa ni sahihi kusema nguvu laini. Inaweza ikawa ni kupitia utamaduni, michezo, lugha na vitu mbalimbali kuimarisha ushawishi. Na kwa Tanzania sasa sera ya mambo ya nje mojawapo ya malengo yake ni kukitangaza Kiswahili. Tayari tumefanikiwa ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ndani ya SADC, ndani ya Umoja wa Afrika, na Kiswahili sasa ni lugha rasmi katika UNESCO. Lakini safari bado ipo ndefu, kwa sababu kama ukiangalia historia ya Umoja wa Mataifa utagundua kwamba mpaka sasa ni lugha 6 tu ndio lugha rasmi na lugha za kazi, na bado ni lugha 5 tu ndio zile lugha halisi za kutafsiri mkataba wa Umoja wa Mataifa. Zile lugha 5 za mwanzo za kutafsiri mkataba zilitengenezwa kwa kiasi kikubwa na mataifa ambayo yalikuwa yana nguvu kipindi hicho. Kwa hiyo haziwezi zikatenganishwa sana na matokeo ya vita ya pili ya dunia. Na miongoni mwa hizo lugha 2, Kiingereza na Kifaransa, zikawa ndio lugha za kazi. Baadaye Hispania kikaongezeka Kichina na Kirusi na Kiarabu. Lakini process hiyo haikuwa kitu kirahisi sana. Kuna hitaji nguvu kubwa ya kupata uungwaji mkono sasa dunia nzima. Kuna hitaji kujipanga. Sidhani kama ni Tanzania peke yake, lazima tuende na wenzetu kwa pamoja, na labda kikwazo kikubwa huko tutakapokwenda tukifikia safari hiyo huenda kikawa ni gharama, kwa sababu sasa hivi Umoja wa Mataifa hauna fedha, unakabiliwa na changamoto kubwa ya kibajeti. Na wakati huo tukiangalia mwaka 73 ili zilazimu zile nchi 19 zinazoongea Kiarabu kuchangia gharama za awali. Sasa wakati kuna shauku au wakati tunafikiria kwamba Kiswahili siku moja labda kitumike katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, ni muhimu sana kufikiria. Kwa hiyo sio process ya haraka, tunakuwa na ukweli ni kwamba hata kama Kiswahili bado hakijawa lugha rasmi katika Umoja wa Mataifa wote, lakini bado kwa mfano redio ya Umoja wa Mataifa ina idhaa ya Kiswahili, na bado kuna machapisho kadhaa ya Umoja wa Mataifa yanachapishwa katika lugha mbalimbali, hata zile ambazo sio lugha rasmi au lugha za kazi. Kwa hiyo nakumbuka hata wakati naandaa wasilisho langu
Nilisoma makala moja iliandikwa zamani sana kufuatilia huo mchakato wa kukifanya Kiarabu kiwe ni lugha rasmi. Kiswahili kilitajwa, japo wakati huo kilitajwa kama wasiwasi, maana watu walikuwa wanaogopa sasa kama kikiongezwa Kiarabu na Kiswahili kitasemaje, ila sidhani kwa sasa mawazo hayo yatakuwepo. Kwa sasa kuna kila hali ambayo inaweza ikawezesha Kiswahili, kama michakato hiyo itaanza, sio lazima hiyo mwakani au mwaka kesho kutwa, lakini limradi kama wazo hilo litatekelezwa, basi kuna kila haja ya kuwekeza katika uungwaji mkono na nchi nyingi. Unasema vipi Mheshimiwa Balozi, uungwaji mkono wa mataifa mengine, kwa sababu hili swala pia linahitaji uungwaji mkono wa mataifa mengine. Unaona wapo tayari kukikubali Kiswahili endapo mchakato huu kama ukianza? Unafahamu hilo swala sio la assumption. Diplomasia siku zote ni maingiliano. Kitu hicho kilichofanyika UNESCO kinaweza kufanyika kwingine, na bahati nzuri kwa sababu tayari tuna nguvu ya SADC, Afrika Mashariki na Umoja wa Afrika. Pa kuanzia ni hapo, na wale waliotuunga mkono UNESCO watunge kwingine. Ila swala tu ni lazima kujipanga. Si kitu kirahisi kama nilivyosema kwamba kuna masuala mengi ya kibudget. Unafahamu swala sio gharama ya watafsiri. Katika kila kumbi za mikutano kadhaa, majengo kadhaa ya Umoja wa Mataifa, yawe hapa UNESCO, yawe Geneva, yawe New York, yale majengo yamejengwa, yameunganishwa na mitambo na wirings kadhaa ambazo yako pale permanent. Kwa hiyo unapoongeza lugha nyingine, maana yake unafumua au unarekebisha mfumo wote wa kielektroniki kuhusiana na tafsiri, achilia mbali sasa kuajiri hao wakalimani. Na nikwambie tu kwa mfano pale Geneva ambapo mimi nipo, unaweza ukakuta shirika moja kama WTO kwa mwaka lina mikutano zaidi ya 500, na of course sio yote labda inaweza, na sio kwamba labda WTO inatumia lugha zote. Sehemu kubwa ya WTO ni Kiingereza na Kifaransa, lakini nataka nikupe tu ukubwa. Kuna mashirika mengine UNCTAD mikutano ni 100 kadhaa. Kwa nataka nikupe ukubwa wa shughuli hiyo ya wakalimani na ukalimani. Sio lazima Tanzania yote ichukue, lakini je, hao wakalimani nataka tuseme kwamba wanatoka Afrika Mashariki wapo? Kwa hiyo ni lazima iwe michakato ambayo inakwenda pamoja, na sio mchakato wa Wizara ya Mambo ya Nje peke yake au wenzetu wa Marekani peke yake New York. Ni mchakato wa wadau wote, kwa sababu ili upate wafundishaji lazima wawe wameandaliwa kupitia processes nyingi, and then yale ya kidiplomasia basi yatafuata mkondo wake.